yako. Utabadilika, utakuwa mtu yule ombaomba wa kiroho. Utakuwa ni mtoto mwenye kujitegemea. Nani anataka kujitegemea? Oh, haleluya! Usiwe ombaomba. Taka ukue kiimani, ukue kimatendo, ukue kwa kila eneo. Hata adui akisimamia eneo fulani, anakukuta huko vizuri. Una silaha zote, namna ya kuzitunza hizo silaha na namna ya kuzivaa na namna ya kuzitumia. Utakuta umeshastawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tumlete daktari wetu Dr. Emmanuel Nyakabona aje sasa, ni kipindi chake, atupe habari njema za ufalme, injili ya neema. Sema injili ya neema. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tuna utaratibu mwingine kidogo. Leo ataanza babu, alafu nitamaliza. Babu, karibu. Leo Mungu ya kuanzisha ni ya kwako. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninawasalimu kwa jina la Yesu. Amina. Tumebadilisha kidogo mandhari kidogo. Bwana asifiwe sana. Amen. Leo tunajifunza dhambi. Bwana asifiwe sana. Amen. Kitu ambacho kinasumbua dunia hii ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na makanisa mengi yanasumbuka sana kwa sababu ya dhambi. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini inawasumbua kwa sababu hawajapata ufahamu na hawajui injili ya neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na tumetangaza huko mwanzo kwamba GOGT, Grace Outreaching Gospel Tanzania, inasambaza au inapeleka injili ya neema, injili ambayo haina miemko, haina kuongeza mafuta, haina kuongeza nini, haina vitambaa, yenyewe inajitosheleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo tutajifunza habari ya dhambi. Dhambi iliingia duniani kupitia mtu mmoja, anaitwa nani? Wewe, huyo Adamu wa kwanza ndiye dhambi iliingia kupitia kwake, ikaingia ulimwenguni. Na dhambi inaondolewa ulimwengu kupitia mwanadamu mmoja anaitwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaingia kupitia Adamu wa kwanza, Adamu wa pili, Yesu Kristo anaiondoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie Yohana 1:29. Somo langu amesha vipi? Kitabu cha Yohana Mtakatifu. Hayupo? Akukanya kuna wengine, simama chomoka msome. 29. Haleluya, leo tupate mama. Siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake. Akasema, ndio, tazama, mwana kondoo wa Mungu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Haleluya! Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, dhambi yako ilichukuliwa, haijachukuliwa? Iliondolewa, haijaondolewa? Sasa unatubu nini kila siku? Mbona kila siku mnatubu? Mnacheka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tutaenda tunaelewana. Adamu alipoasi amri ya Mungu, alipopewa bustani ya Edeni, aliambiwa, Adamu, utakaa kwenye bustani ya Edeni. Bwana asifiwe sana. Utailima na kuitunza. Lakini katikati ya ile bustani kuna miti miwili. Mti wa uzima na mti wa mema na mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema usije ukala matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akamwambia ukila utakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Adamu akashawishiwa na shetani kwa sababu dhambi iliingia duniani kupitia Adamu, kupitia ujanja wa shetani. Alipomshawishi Adamu kupitia mke wake Akara, Adamu akafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kufa kwa Adamu kulikuwaje? Baada ya kula ule mti wa mema na mabaya,
Adamu akajigundua yuko uchi na mke wake. Kwa hiyo wakakimbia, wakamkimbia Mungu, wakajificha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa walipojificha, Mungu kwa kawaida yake, kwa sababu alikuwa anashuka na kuja kusema nao, akashuka kama kawaida. Je, unafikiri Mungu alikuwa waoni kwamba wamefanya kitu fulani na wamejificha? Alikuwa anawaona eh? Bwana Yesu asifiwe sana. Akaja kama ilivyo kawaida yake, anaita Adamu, Adamu uko wapi? Adamu anajibu anasema nimejificha. Niko uchi. Nani kakwambia uko uchi? Kwa hiyo unaweza kuona mwanadamu akamkimbia Mungu, dhamiri ya dhambi na sheria ya dhamiri ikaanza kuingia ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sheria ya dhamiri ikaingia ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa sheria ya dhamiri imetembea kuanzia Adamu, kupitia kwa kina Nuhu kote huko, ukaja kwa kina Ibrahimu, ukaja kwa kina Daudi, mpaka kufikia Yohana Mbatizaji. Dhambi, sheria ya dhamiri inawatawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa lakini baada ya Yesu kuzaliwa, kuna kamlima kadogo, unajua nitawaandalia siku moja kwa mchungaji. Kuna milima tu maagano, milima hivi. Utasikia mlima Moria, sijui mlima Sinai. Maagano yote yalikuwa yanafanyika kwenye mlima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila kaagano kalipokuwa kanafanyika nyuma ya msalaba, ilikuwa kama kanafanyika kwenye mlima. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ilipofika hii ilikuwa milima karibu inalingana maagano, lakini ilipofika kwa Yohana Mbatizaji, kakaja kamlima kakashuka. Kwa nini? Yohana Mbatizaji alikuwa anaishi kwenye sheria ya dhamiri bado, lakini anachanganya na sheria ya Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hizi sheria zinatenda kazi pamoja, dhamiri pamoja na sheria. Na Yesu akazaliwa katika sheria ya Musa, na watu wanawakuta wana dhamiri na sheria ya Musa, zote vimewabaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inasema Yesu amezaliwa katika sheria ili aweze kuishi sheria na aitimize sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii sheria ni ngumu sana kwa mwanadamu kuitimiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana Mbatizaji aliyekuwa anatengeneza njia, wakati siku moja akaenda akamwambia mfalme Herode, akasema wewe Herode, unatembea na mke wa baba wa ndugu yako. Akamkata shingo, kwamba sheria ikamkata. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apenda kumzika Yohana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu apenda kumzika nani? Kwa sababu aliona sheria imeondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka Yohana alikuwa rafiki wa Yesu, lakini apenda kumzika. Kwa nini? Yesu aliona kwamba sheria imeondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya Yohana Mbatizaji kufa, Yesu akaanza kufundisha sheria, kwamba sheria ni ngumu, hakuna mwanadamu anayeiweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona Yohana anaanza kuambia sikia, tajiri hawezi kuingia katika ufalme wa mbingu. Ni kweli? Kweli? Bali nyinyi hamtaki kuwa matajiri. Mbona kila siku mnaomba baba tupe magari, baba tupe manyumba za magorofa, nyinyi hamuombi? Kwa hiyo tajiri anaingia mbinguni? Ngoja nikusaidia kidogo. Sheria, Yesu alichukulia kwamba tajiri hawezi kupita kwenye tundu la sindano, ikimaanisha ni sheria. Anasema lakini ngamia hawezi kupita kwenye tundu la sindano, akimaanisha yeye mwenyewe ni Yesu ni ngamia, ndiye anaweza kuishi sheria peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa watu wakawa wanastaki, hata wale makuhani wakati wa Yesu wanaleta yule mwanamke aliyezini, wanasema huyu mama amezini. Yesu anawaangalia, anawaambia nani asiyekuwa na dhambi? Asiyekuwa na dhambi basi na ampige huyu mama jiwe. Wote walishindwa, alianza kuandika jina la mtu mmoja mmoja. Yaani alikuwa anaangalia anasema huyu amefanya hili, anaandika huyu amefanya hili. Wote wakaisha, wakakimbia, akabaki yule mama. Alichomwambia alisema usitende tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu 600,000, yaani 500,000 na kitu huko walifia njiani kwa sababu ya nini? Ya sheria. Sasa Mungu akaona sio kusudi lake watu wafe. Akaona haja aiondoe ile sheria.
Wakolosai 2:14. Twende chapu chapu. Nataka nionyeshe haraka. Chapu chapu. Somaji kimbia. Kolosai 2:14. Wakolosai 2:14. Soma. Chapu chapu. Biblia inasema akiisha kuifuata ile hati, kuifuta sio kuifuata, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na wadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigogomea msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaiondoa ile hati iliyokuwa na hukumu za kutushtaki, akaigongomea msalabani ili isiwepo tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini watu wanahubiri sheria wakati Yesu ameifuta msalabani? Ni kwa nini? Ndio maana tunawaambia ukikaa nyuma ya msalaba kwenye sheria lazima mapepo yakubani. Lazima dhambi ikubani. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende. Wewe nikukimbize kidogo. Hapo ndipo Adamu alipoanguka baada ya kula matunda ya mti wa wema na mabaya, yakaingia matatizo ya kila namna, hata uzee huu nilio nao. Kama sio Adamu mimi singepona mtu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi nyingi zimekuja, yani baada ya anguko, mambo yote yakabadilika, magonjwa yakaingia, yani maradhi ikaingia, mashutumu yakaingia. Ni kwa sababu ya dhambi ya nani? Ya Adamu. Lakini sasa ngoja nikwambie, upendo wa Mungu kwa mwanadamu ulikuwa mkubwa mno. Alitupenda mno. Alitupenda upendo wa agape. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapenda wanadamu kwa sababu aliwapenda toka mwanzo, akawaumba kwa mfano wake ili wao watawale na kumiliki duniani, ili yeye wao wanawasiliana. Bwana asifiwe sana. Lakini baada ya Adamu kuvuruga, mawasiliano yakakatika. Mungu haikumpendeza, akaona hakuna, shetani hawezi kuja kutawala ulimwengu, maana haukuwa mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Okay, sasa matatizo yote unayoona yalikuwa, hata hizi nyumba, nguo, hiyo vitu havikuwepo. Vilikuja baada ya anguko la nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunasema kwa nini msalaba? Tuheshimu msalaba. Tuangalie msalaba. Mungu anarudisha kila kitu kwa mwanadamu. Anaturudisha kwa Adamu wa kwanza ili tuweze kumiliki na kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnazuba, mtarudi mtawali. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtakiwa mtawali. Mumiliki vitu vyote Mungu aliviumba kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa sababu Mungu alitupa ahadi yake, alikuja kwa Adamu, ila Adamu alijificha baada ya kujigundua yuko uchi, na akajificha ndio kumkimbia Mungu. Na hii ndio maana ya watu kumkimbia Mungu badala ya kumsogelea Mungu. Watu wanamkimbia Mungu badala ya kumsogelea Mungu, na wanamwona Mungu ni mbaya. Na watu wengi wanapofundisha Mungu wanamfundisha Mungu kama Mungu mwenye hasira, yaani Mungu anayetaka kuharibu. Ni shida. Lakini Mungu, sikiliza, ametupenda kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikuonyeshe Wathesalonike wa pili wa kwanza sura ya 5 mstari wa 9. Chapu. Uone. Sisi hatukuumbwa kwa sababu Mungu atuangamize. Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari wa 9. Hatujaumbwa kwa ajili Mungu aliumba mwanadamu, haipo. Wala kuzimu haikuumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Ni kwa ajili ya shetani na malaika zake walioasi. Biblia inasema kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake, bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hakutuweka kwa ajili ya hasira yake, unaona, bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu anamkasirikia mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipindi hiki cha neema, Mungu amwangalie mwanadamu, anamwangalia nani? Kristo Yesu aliyekufa msalabani, akafufuka, leo ameketi hukumu kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwa pamoja? Amina. Kenda Warumi 5:8. Warumi sura ya 5 mstari wa 8. Chapu. Soma, msikae mbali na mimi. Mimi nawajaza maandiko mengi sana muweze kusimama. Warumi 5 mstari wa 8. Ndio.
bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi. Kwa kuwa Kristo alikufa ndio kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Tulipokuwa tungali wenye dhambi, kwa ajili ya upendo wa Mungu Yesu alikufa kwa ajili yetu. Alitupenda tungali tuna dhambi. Okay, sasa swali ni waulize. Mtu aliyeokoka akizini, Roho Mtakatifu anaondoka huko? Kasheshe na mtu akizini, Mungu anaondoka? Msijibu wale. Bwana kazi inaanza. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akizini, ana Yesu akiiba, anakimbia. Inakuwa. Wewe unayesoma. Ukitenda dhambi, Mungu anakuaje? Dhamira. Kikusuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ngoja niona chupa ya, naomba hiyo chupa ya maji. Hii chupa ya maji, Bwana asifiwe sana. Amen. Ukienda ukaitupa ziwani, sinazama. Sinaingia chini kwa sababu ya maji nazama. Haya ikiibuka haya maji yamebadilika. Hapana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Umenianza kunielewa? Haya. Mtu akiwa na deki ndani ya nyumba yake akaanguka, ametoka nje ya nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akitenda dhambi yuko ndani ya Yesu, anatoka nje. Yuko ndani ya Yesu, yuko ndani ya Yesu. Unaogopa. Yaani ukitenda dhambi uko ndani ya Yesu, si kwamba umetoka nje ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja? Amina. Ni pagumu hapa. Ndio maana nawaambia Mungu haogopi dhambi. Haogopi dhambi. Bwana Mungu atishi na dhambi yako. Na kama unataka nenda kazini. Bwana Yesu, nenda kazini tushinda hivyo. Sasa mchungaji afundishe nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia imesema Mungu alitupenda tukiwa na dhambi zetu. Sasa imeje leo mtu aliyeokoka ana Roho Mtakatifu ndani, atende dhambi, Roho Mtakatifu akimbie? Bwana Mungu sio on off. Eti kwamba umetenda dhambi, unakuja unatubu, anarudi. Sio sahihi. Mungu anakaa uko ndani. Wewe tenda madhambi yako, uje uone. Naomba ile karatasi. Naomba ile karatasi. Chapu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana nikuonyeshe kitu. Ukitenda dhambi, Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 3, sura ya 3 mstari wa 11 naomba. Wakorintho wa 3 mstari wa 11. Hebu nisomee. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikuonyeshe kitu hapo. Usije ninachotaka nikufundishe. Usije ukatenda dhambi ukafikiria mchungaji leo amefundisha kwamba wewe unawarani kutenda dhambi. Wa pili. Wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11. Soma. Nashughulika na dhambi. Sura ya 2 mstari wa 11. Biblia inasema, maana nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna yafahamui ila roho wa Mungu. Sio hiyo. Wakorintho wa 2 basi. 3 mstari wa 11. Wakorintho wa 2:3 mstari wa 11. Biblia inasema, kwa maana ikiwa ile inayopatilika tunaenda kidogo. Nataka ile kwamba kazi ya kila mmoja itapimwa. Naomba ni wasoma Biblia chapu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wasoma Biblia. Ngoja niende kwenye Biblia yangu chapu. Nataka hiyo andiko mlijue. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya kila mmoja itapimwa.
Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Tutapata neno muhimu. Kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi. Kama mkuu wa wajezi wenye hekima. Ndio. Niliuweka msingi na mtu mwingine anayejenga juu yake. Lakini kila mtu na angalia jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile itadhihirisha, kwa kuwa yafunuliwayo katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeona, nataka nikwambie kitu. Ukitenda dhambi umeshampokea Kristo. Kumbuka siku utakapokuja, atakapokunyakua, unaenda kwenye kiti cheupe cha hukumu cha Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usije ukatenda dhambi kama mjinga. Ukasema mchungaji amesema dhambi ilifutwa. Yesu alichukua. Twende tu kazi. Siku ya Bwana. Kwenye kiti cheupe cha hukumu. Kazi yako itapimwa kwa moto. Tutakapomlaki Bwana wa mbinguni, sio kwamba tunaingia mbinguni, tunaenda kwenye kiti cheupe cha hukumu cha Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda kupokea mataji, lakini hatujui hayo mataji yakoje. Hakuna anayejua. Ila watu wanayafananisha kama mataji ya duniani huko. Hapa ni moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo nikwambia, Yesu Kristo alishughulikia dhambi pale msalabani. Akasema roho, sasa huduma tulio nao ni huduma ya roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na Roho Mtakatifu ndani yako, ukatenda dhambi, Mungu akimbia. Bwana asifiwe sana. Yeye anainama. Bwana Yesu asifiwe sana. Waefeso 4:30 Waefeso. Nataka nitiririke roho anavyonishuhudia mimi niliyoandika hapo, wala sifati. Leo nataka uelewe kwamba dhambi haimsumbui Mungu kwa kipindi hiki cha neema. Ila wewe tu, kwa sababu yeye amesema dhambi ni kweli, dhambi ya kusumbua. Bwana Yesu asifiwe sana. Waefeso 4:30. Waefeso 4:30 Biblia inasema, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Msimhuzunishe huyo Roho Mtakatifu anayekaa ndani yeye. Ukimhuzunisha unakuwaje? Hebu wewe anza kutafakari. Unapokuwa na Roho Mtakatifu ndani, ukatenda dhambi akahuzunika, unakuwaje? Unaanza kukosa amani. Unapokosa amani, ndani ya ameinama, afanye kazi. Mpaka umchaji kama unavyochaji simu, alafu ainuke tena. Ndio maana nasema msimhuzunishe huyo Roho wa Mungu anayekaa ndani yenu. Ina maana yeye anapoinama, wewe unakosa amani, yaani unajisikia vibaya. Sasa unapoanza kujisikia, unataka ufanye nini? Kitu gani unataka ufanye? Mtubu tena. Wewe hujatubu. Unaona watu hawajui toba ni nini. Ndio maana watu wanakuja kanisani, unaanza tubu. Unalia tu, ukitoka hapo unaingia. Haleluya, angalau. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaomba rehema ni nini? Chawambia. Sio geuka na kuacha. Rehema niliwaambia, umeondolewa tayari kitu ambacho kingekuangamiza pasipo gharama yako. Rehema ilishakuwa tayari. Rehema inaendana na neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoomba rehema ni kama unamshukuru Mungu, unamtukuza Mungu kwa kile ambacho ameshafanya. Ameshakuondolea kitu cha kukuharibu pasipo gharama yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nasema hebu tukiendee kiti cha nini? Hebu soma Waebrania 16.
Bwana Yesu asifiwe sana. Waebrania 4:16. Waebrania 4:16 Biblia inasema, basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema kwa kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tukisogelea kiti cha rehema na neema. Unasogea kwa ujasiri. Kwani ujasiri nini? Ni bomba. Ujasiri bomba. Mbona nyinyi mnaenda kwa bomba? Yaani unaenda, unajua Yesu alikufa msalabani kwa ajili yako. Alishaondoa dhambi zote. Yaani haya mambo ni kama vikosakosa hivi ambavyo unastahili ugeuke. Usifanye tena. Kugeuka ni kwamba usifanye tena. Na sasa unapogeuka ukaja kufanya, tuseme ulikuwa unaelekea hivi. Ukageuka ukaenda hivi, hauwezi kurudi tena huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unapogeuka ukaacha, Roho Mtakatifu kule ndani anasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Msihuzunishe huyo Roho aliye ndani. Kumbe Roho anahuzunishwa. Na unapomhuzunisha Roho Mtakatifu, wewe ndio unakosa amani. Na unapokosa amani, unachotakiwa ni kuomba na rehema, sio toba. Wewe unapundisha tubu, ulishaacha dhambi. Na hiyo dhambi Yesu aliondoa wapi? Sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa hebu nikuonyeshe dhambi au mwenye dhambi ufunuliwa kama halisia ya udhihirisho huu. Katika maneno ya Kigiriki, maneno ya Kiebrania, dhambi ina maneno mengi, ni vitu vingi. Lakini hata nikivifuatilia vyote, haya, hebu namba 1, kuvunja sheria ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuvunja sheria ya Mungu ni dhambi. Sheria ziko wapi? Sheria ziko wapi? Biblia inasema sheria alizifuta wapi? Pale msalabani. Lakini anasema nitaziandika katika mioyo. Yeremia 31:31, hebu nifungua uonyeshe kitu. Uone sheria sio kwamba alizifuta akaziondoa kabisa. Yeye aliziondoa kwenye mbao, lakini akaziandika mioyoni mwenu. Na sheria ni nani? Ni Kristo Yesu mwenyewe. Sheria ziko ndani yenu kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeremia 31. Sura 31. Ndio. Nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli. Ndio. Na nyumba ya Yuda. Ndio. Sifa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao. Ndio. Katika siku ile nilipowashika mkono. Ndio. Ili kuwatoa katika nchi ya Misri. Ambao agano langu hili walivunja. Nilikuwa mtume kwao. Asema Bwana. Ndio. Bali agano hili ndilo nilolifanya na nyumba ya Israeli. Baada ya siku zile. Ndio. Asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao. Okay. Na katika mioyo yao nitaiandika. Nami nitakuwa Mungu wao. Nao watakuwa watu wangu. Sheria zimeandikwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuzisomi kwenye mbao. Sheria ziko ndani yako. Kwa sababu Roho wa sheria ya neema anakaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu twende Warumi na kuonyesha kitu. Sheria ziko huko. Ndio maana ukimuinamisha Roho akainama, shetani anakuchezea kidogo. Wa kwanza. Warumi 8:1 Biblia inasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu umeniacha huru. Hakuna hukumu juu ya walio katika Kristo Yesu. Kwa sababu ile sheria ya uzima, sheria ya Roho imeniweka huru. Sasa wewe unatuhulia. Hapo kuna mambo yanasema ni dhambi. Umeona? Hakuna hukumu juu ya watu walio ndani ya Kristo
kwa sababu sheria ya uzima wa roho imeniacha huru. Uko huru mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida tumesema ni kurudi nyuma ya msalaba. Ukirudi nyuma ya msalaba, sheria inaanza kufanya kazi. Shetani lazima apambane, mapepo lazima yaje, magonjwa lazima yaje. Yaani kila kitu kinarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mstari wa pili anasema mimi mko huru. Mstari wa pili anasema kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu umeniacha huru. Imekuacha huru. Bali na sheria ya dhambi na mauti. Haleluya. Bali ya sheria ya dhambi na mauti. Ukirudi nyuma ya msalaba, sheria inakaza, mauti inarudi. Ndio maana tulikuwa tunakwambia mtu yeyote anayesimama madhabahuni akaanza kufundisha habari ya nyuma ya msalaba, asiwatoe watu akawavusha msalaba. Lazima mapepo yarudi kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima mtaanguka. Leo mtaombewa, mnakombolewa. Kesho wakija kanisani mnaanguka mapepo. Yaani ni shida tu kwa sababu ya ufahamu. Amen. Na mkitoa pepo mkaona zinawashinda, mnaanza kusema sasa tutubu. Mnaanza mnatubu visivyo. Na watu imekuwa mazoea, wakifika kanisani wanasema unajua tutubu. Na nyote mnakubali. Mnatubia nini? Nini watenda dhambi? Huwa mnatubia nini? Mbona mjibu? Mimi sio kuandika mwenyewe. Huyu ni Roho Mtakatifu. Hakuna hukumu juu ya mtu aliye ndani ya Kristo Yesu. Nani atahukumu? Nani anahukumu? Mjane. Tendo Warumi 8. Warumi sura ya 8. Ngoja nikupe. Sura nzuri. Uelewe. Sura ya 8. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ukimtambua Yesu, yaani unatembea kama mwana wa mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, twende. Unajua kuvunja sheria. Ukivunja sheria ni dhambi. Wazungu wanasema transgression. Ukitransgress law ni dhambi. Bwana asifiwe sana. Jambo lingine hilo utaiona kwenye Zaburi 51 mstari wa kwanza. Au Luka 15:29. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda wangu ukifika, mimi sikitisha tukikatamu na kutoka katika ujumbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 2, kutia dosari, iniquity. Yaani kutia dosari ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tendo la kukiuka kile ambacho kimezuiliwa aidha kwa uasilia au kwa kanuni zilizopo. Iniquity ni dhambi. Kwa maneno ya Kigiriki na Kiebrania. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 3, kupotoka era ni dhambi. Yaani kwenda kinyume na kweli na haki. Utaipata Zaburi 51 mstari wa 9. Warumi 3:23. Naenda haraka ili kusaidia ujue kwamba hivi vitu vyote Yesu aliviweka msalabani ni cha mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 4, kukosa alama, missing the mark. Ushindwa kufikia kiwango cha kimbingu ni dhambi. Kwa mujibu wa maneno ya Kiebrania na Kigiriki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafsiri nyingine, mwingilio usioruhusiwa, trespass. Kujiingiza kwenye maeneo ya kimbingu pasipo ruhusa, yaani kwa ubinafsi pasipo mamlaka ya kimbingu. Efeso 2:2 utaipata hapo. Haya nakusaidia uone kwamba sheria ni ngumu kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 6, kuvunja sheria. Yaani kutojali sheria au uhalifu. Lawlessness, kutojali sheria. Unajiendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo nayo ni dhambi. Utaipata kwenye Timotheo wa kwanza 1:9. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 7, kutokuamini, unbelief ni dhambi. Yaani kubeza ukweli au kweli ya kimungu. Utaipata Yohana 16:9. Hayo mambo mtu ukiyakusanya ni dhambi.
Jamani, daktari alisema hapa, ni nani anaweza kuanza asubuhi mpaka jioni asianguke kwenye mambo? Mbona tupigwi mawe? Mbona tubebwe kupelekwa langoni kuchinjwa? Tunaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na juzi nikamwambia, nani askofu au mchungaji au mtume au nabii asiona mwanamke anayevaa kipenzi hapo? Nani aone? Kwa sheria ya Musa anazini. Lakini hawajabebwa kupigwa mawe. Ni kwa neema ya Kristo tunaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa neema tunaishi. Bwana asifiwe sana. Dhambi ilianzia kwa Shetani, si mnajua? Haya yote yalitokana na uasi tu wa Adamu kupitia Shetani. Hivi vyote vikazaliwa. Zilianza amri ngapi? 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Zikazaliwa sheria 603 hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. 630. Bwana asifiwe sana. Zikaongezeka zikawa 1050. Nani angeweza kubeba hizo kwa siku? Na Yakobo kwa anasema ukiweza kutenda sheria yote, ukakosea katika sheria moja, umeanguka katika nani anaweza kuishi? Bwana Yesu asifiwe sana. Sheria ya watumishi wa Mungu ni ngumu. Usije ukaingiza sheria kanisani. Huwezi kuishi sheria, bali tunaishi kwa neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni neema tu ya Kristo. Sasa ikaingia ulimwenguni kupitia Adamu. Hayo tumeona Warumi 5:12. Tusome Warumi 5:12. Uone ni kwa nini dhambi imesumbua watu, lakini baada ya Yesu kwenda msalabani, dhambi haina usumbufu. Ni wewe tu kwa akili yako. Dada pale alisema ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Warumi 5:12. Warumi 5:12 Biblia inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona, dhambi ilipitia mtu mmoja ikaingia ulimwenguni kote, ikawafikia kupitia mtu. Na hiyo ndio dhambi ambayo Yesu alikwenda kuiondoa msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi ilikuwa na iko kwa ulimwengu wote. Yesu Kristo pekee ndiye aliyeiondoa. Maana yeye hakuwahi kutenda dhambi au hakuwahi kuwa na dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Waraka wa kwanza Petro 2:22. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 22. Biblia inasema, yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, Yesu yeye hakutenda dhambi hapa ulimwenguni. Aliweza kuishi sheria, akaitimiliza sheria. Na watu wengi sana tunapoongelea habari ya dhambi wanasema yeye hakuja kutambua Torati bali kuitimiliza. Nataka nikwambie, neno kutimiliza ni kwamba Yesu alikuwa anaonyesha kuishi sheria na akaiweza. Alipokwenda msalabani, yeye alienda kuifuta, ndio kutimiliza sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Alisema mimi sikuja kutambua Torati ila kuitimiliza sheria. Ni kwamba alikwenda msalabani kuifuta, baada ya yeye kuishi akaishinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Inapatilizwa au inapatiliza adhabu ya kiroho au na kimwili, yani kifo. Kwa hiyo ukitenda dhambi unakufa. Lakini hiyo ni kabla ya msalaba. Na msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukivuka msalaba ni jambo lingine. Dhambi inayoua hapa ulimwenguni ni moja. Yaani dhambi itakayopeleka watu kuzimu ni moja, ni kutokumwamini yeye. Bwana asifiwe sana. Wale ambao hawamwamini Yesu ndio watakwenda wapi?
Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana? Mbona mna wasiwasi? Twende Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari wa tuanze wa 8 wa 9. Utaona habari Yesu anasema aondoke. Twende tuanze wa 8. Biblia inasema, naye akisha kuja, ndio huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Ndio. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Kipindi hiki cha Roho Mtakatifu anayeshawishi watu kuhusu dhambi ni Roho Mtakatifu. Ndiye anaweza kumwambia mtu na dhambi, acha dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa nataka nikwambie sasa kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Yeyote yule katika ulimwengu huu asiyemwamini Yesu Kristo, huyo mara pake ni kuzimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeyote ambaye amemwamini Yesu, siku Yesu anakuja kunyakua, atanyakuliwa. Haijalishi una dhambi, haijalishi nani. Kama umemwamini Yesu, umekaa kwenye mauzinzi yako, umekaa kwenye kuiba kwako, Yesu akija kunyakua utaenda. Bwana asifiwe sana. Lakini ngoja nikwambie, Yesu akija kunyakua, kila aliyemwamini Yesu atanyakuliwa. Ndio pamoja. Unashangaa, tutakwenda wote na nini mtakwenda? Tutakutana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila hapa ndipo pana kazi, hapo kwenye kiti cheupe cha Yesu. Hapo. Kwenye kupewa mataji. Sasa kile mataji mimi nafikiri watu wanafikiria ni kama yale ni kofia. Mimi sidhani kama hiyo. Inawezekana wewe umekufa, ukanyakuliwa, una dhambi ya uzinzi, wewe utakaa labda maili 350 au kama au maili 100 labda 5,000 mbali na Yesu. Wengine watakuwa ni wafagizi tu, wengine ni wazoa uchafu. Basi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wale waliokufa katika Kristo Yesu ambao walichinjwa kwa ajili ya Yesu ndio watakaa karibu na Kristo yeye. Unajua mitume wote wamekufa vifo vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtume alikufa kifo kizuri. Petro alikufa amewambwa msalaba kichwa chini. Kwa Bwana asifiwe sana. Wakina Paulo wote. Yohana alikatwa mikono. Huyo Yohana aliandika Ufunuo. Walimkata mikono. Kule Patmo wakakuta anaandika. Wamenyofoa wakarudi wakakuta anaandika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini bado hawakulizika, wakamuingiza kwenye pipa la mafuta. Walipotoka walimkuta anaandika Ufunuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani haya mambo ya Kristo yanaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ukimwamini Yesu hakuna kinachoweza kukushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitembea katika Kristo hakuna linaloweza kukushinda. Halipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua akina Filipo walinyakuliwa. Elia alikuwa ananyakuliwa. Anaenda. Sasa wewe kwa nini kama kweli unafanya kazi ya Mungu? Kwa nini usitembee kwa roho mpaka Dar es Salaam? Bwana Yesu asifiwe sana. Hatujafika viwa? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mkifika viwango, asemi hatari. Nikwambia wewe ni roho, una nafsi, uko ndani ya mwili. Mbona wachawi wanachomoa nafsi za watu? Si mnasikiaga? Si mlifanya deliverance sasa? Vinachomoa nafsi ya mtu. Mbona sisi hatuchomoki kwa takatifu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo, hebu tuangalie Rumi 6:23. Wacha dhambi kabisa. Ukitenda dhambi ni mpumbavu, ni mjinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Rumi 6:23 inasema Warumi 6:23. Biblia inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Umeona? Dhambi mshahara wake ni nini? Mauti.
ukitenda dhambi umekufa. Lakini sasa nikwambie, wewe ndani ya Yesu, kwa nini utende dhambi? Kitu gani kinakusukuma utende dhambi? Ni nini kinakusukuma utende dhambi? Ni nini? Kama sio hapa akili yako. Mungu anakaa ndani. Roho amekufunika. Baba amekufunika. Uko na Mwana. Ni kitu gani ambacho kinaweza kusababisha utende dhambi? Kinakilia? Imebunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu ndiye, hebu tuangalie. Dhambi haina suluhu bali tu kupitia Yesu Kristo. Kifo chake tu ndicho kileta suluhu ya dhambi. Ndio maana nakwambia uheshimu msalaba. Heshimu msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu Waebrania 9:26. Waebrania 9:26. Unajua mimi nimefika viwango siwazi dhambi, mimi siwazi dhambi. Na wala sioni kama dhambi inaweza kunisumbua. Waebrania 9:26. Waebrania 9:26. Biblia inasema kama ni hivyo ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe. Umeona, mara moja tu Yesu alikufa akazitangua dhambi zote. Hakuna dhambi inayoweza kumsumbua Yesu. Yesu hawezi kurudi tena msalabani afe kwa ajili ya dhambi zako. Yesu atakuja ulimwenguni kuwanyakua watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa usije ukatenda dhambi ukawa mjinga. Wajinga ndio wanatenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wajinga ndio wanatenda. Haleluya. Matendo 4:12. Matendo 4:12. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafurahi? Mko huru au mko huru? Mko huru au mko huru? Nyinyi mna dhambi mnaongea kama mna amani. Nyinyi mna dhambi? Tendo mimi mstari wa ngapi? Soma Matendo 4:12. 14. 12. Biblia inasema Hakuna. Matendo 4:12 Biblia inasema. Haleluya. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Ndio. Ni hapo tunataka hakuna wokovu katika mwingine awaye yote ila mmoja tu. Jina tu ndio tumepewa hapa duniani. Nani? Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe ambaye umempokea Yesu, umemwamini Yesu, tembea kwa kujidai. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hakuna dhambi ambayo wewe inaweza ikakuondoa kwa Yesu. Haipo. Ila wewe ukitenda dhambi ni ujinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mmenielewa? Amina. Sasa na hiyo suluhu inapatikana kwa imani ya Kristo Yesu. Hiyo suluhu ya dhambi inapatikana kwa imani ya Kristo Yesu. Sio imani katika Kristo Yesu. Unajua makanisa mengi yana imani katika Kristo Yesu. Unaweza kupambanua? Makanisa mengi sasa yanatembea katika imani katika Kristo Yesu, lakini si kwa Kristo Yesu. Tofauti yake ni nini? Imani kwa Kristo ni imani ndani ya imani katika Kristo ni akili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. Hebu tusome Matendo 13:38 mpaka 39. Kitabu cha Matendo. Matendo 13 mstari wa 38. Biblia inasema, basi
na ijulikane kwenu, ndugu zangu, ya kuwa huyo mnamhubiri wa msamaha wa dhambi, na kwa yeye kila amwaminie huhesabiwa haki katika mambo yale yote asiyoweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa. Unaona mambo yote ambayo torati ya Musa ilikuwa haiwezi kuyatolea msamaha, ndani ya Kristo yetu yote yamesamehewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jamani, mnaelewa? Amen. Yote yamesamehewa. Sasa wewe kama unataka kuishi nyuma ya msalaba, utapata shida. Utatubu na kutubu kila siku. Utatubu na kutubu kila siku. Mnaomba kila siku, dhamiri zinawasuka kwa sababu mnataka kuishi nyuma ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hamtaacha kutubu, bila kuambia. Kila siku ukija kanisani, tutubu. Mkitoa pepo likakataa, tutubu. Yakisema sasa, yakisha wagundua naye anasema unajua, tulikuwa 30, sasa tumebaki 20. Sasa unajua. Yeye unajua kuomba, tumebaki 15. Unasema sasa tufunge. Maisha ninyi mmebunguliwa haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ziko hapa, sio huku ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka nikuonyeshe imani mbili ambazo ukisimama kwenye hiyo hautashinda kitu. Imani inaweza kung'oa milima. Imani pambano, yani inaweza kupambana ikakupa ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie watu wawili hawa katika Biblia. Katika Marko 7:24 mpaka 30. Maneno mengi kidogo lakini soma haraka. Kitabu cha Marko 7:24 mstari wa 30 mpaka 30. Marko 7 mstari wa 24. Akaondoka huko. Yes. Akaenda zake hata mipaka ya Tiro na Sidoni. Ndio. Akaingia katika nyumba. Akataka asijulikane na mtu. Ndio. Lakini hakuweza kusiririka. Ila mara mwanamke ambaye binti yake yuna pepo mchafu. Alisikia habari zake. Ndio. Akaja akamwangukia miguuni pake. Naye yule mwanamke ni Myunani. Kabila yake ni Msolofonike. Twende tu. Akamwomba amtoe pepo katika binti yake. Akamwambia, waache watoto washibe kwanza, maana si vizuri ukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Naye akajibu akamwambia, naam Bwana, lakini hata mbwa walio chini ya meza hula makombo ya watoto. Akamwambia, kwa sababu neno hilo, nenda zako. Pepo akamtoka binti yake. Akaenda zake nyumbani kwake. Akamkuta yule kijana amelazwa kitandani na yule pepo amekwisha kumtoka. Kuna neno sijalisikia. Tulia. Bwana umesoma. Bwana asifiwe sana. Yesu, huyu mama Mkananayo anamjia. Anamwambia mke wangu anasumbuliwa na pepo sana na linakaribia kumuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akamwambia hivi, chakula cha watoto hatuwapi mbwa. Hebu unaweza kutafakari Yesu anaongea maneno kama haya. Huyu mama anamjia Yesu kwa imani, anatamani amsaidie mtoto wake anaumwa nyumbani. Amemwacha mafuti. Yesu ambaye amekuja kuokoa ulimwengu. Yesu ambaye anafundisha mambo ya kimbingu. Huyu mama anamwendea kwa kunyenyekea. Bwana, mtoto wangu msaidie. Yuko katika hali ya kufa. Pepo linamsumbua. Yesu akasema, sikia wewe mama, chakula cha watoto hatuwapi mbwa. Maana yule mama Yesu anamtamkia mbwa. Ni kwa nini? Sheria hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafarisayo wakuwa walikuwa wanaona watu ambao sio Wayahudi ni mbwa, kwa sababu wao sio watakatifu, hawashiki sheria. Kwa hiyo Yesu akawa anamwambia, maana hao wana wa Mafarisayo Wayahudi walikuwa wanaoita Wayunani, watu wengine wa Samaria kama ni mbwa, kwa sababu wao hawakupewa Torati.
Sasa Yesu anamjibu kulingana na sheria hiyo. Ambaye chakula cha watoto hapo wapi? Mbwa. Maana Yesu anaishi kwenye sheria. Lakini hebu tuangalie leo Yesu anaweza kumwona mtu kama mbwa. Mtu anayemwendea Yesu anamwona kama mbwa. Unaona tofauti ya kukanywa ya msalaba na baada ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mmoja, unaweza kuona kwamba Yesu akasema hajawahi. Yule mama akasema unajua hata mbwa ula makombo yanayodondoka chini ya meza ya mabwana zao. Yesu akasema nenda, mwanao amepo. Akasema sijawahi kuona imani kubwa kama hiyo. Ndani ya mtu. Yaani imani ya Yesu ndani ya mtu. Imani inayotenda kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ndio wangu umeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usitende dhambi, usichezee dhambi kwa sababu utakutana na Yesu kwenye kiti cheupe cha hukumu. Yesu asifiwe sana. Kwa somo la leo, somo juu ya dhambi. Basi nitaanzia alipoishia babu kwenda mahali ambapo nafikiria kwenda. Naomba tuanze kusoma Wagalatia 6:14. Ninaanzia alipoishia babu kuelekea ambapo nimekusudia kwenda. Okay. Tusome Wagalatia 6:14. Wagalatia 6:14. Inasemaje? Lakini mimi. Hasha. Wagalatia 6:14. Ndio. Wagalatia 6 mstari wa Warumi 6:14. Sorry. Warumi 6:14. Warumi 6:14. Warumi 6 mstari wa 14. Biblia inasema, naam, kwa maana dhambi haitawatawala ninyi. Kwa sababu hamwi chini ya sheria. Rudia tena. Rudia vizuri. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi. Kwa sababu hamwi chini ya sheria. Kwa sababu hamwi chini ya sheria, bali chini ya neema. Sijasikia tena. Babu amesema juu ya dhambi hapa. Sijasikia tena. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi. Kwa nini? Kwa sababu hamko chini ya sheria, bali mko chini ya nini? Mkiwa chini ya neema, dhambi haifanyi nini? Mkiwa chini ya neema, dhambi haifanyi nini? Aha. Naomba tuendelee. Twende Wagalatia 5:4. Tukaona kitu cha ajabu pia hapo. Twende Wagalatia 5 mstari wa 4. Wagalatia 5 mstari wa 4. Mmetengwa na Kristo. Ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria. Mmetengwa na Kristo. Nyinyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria. Mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Mmeanguka na kutoka katika hali ya nini? Ya neema. Wanaotaka kuhesabiwa haki kwa sheria, Biblia inasema wametengwa na nani? Wanaotaka kuhesabiwa haki kwa sheria, sio mimi. Biblia inasema wametengwa na nani? Na Kristo. Halafu wameanguka. Au imeandikwa nini? Wameanguka na kutoka katika hali ya neema. Wameanguka na kutoka katika hali ya nini? Ya neema. Kwa hiyo wale wanaotaka kuenenda kwa sheria, wanaotaka kuishi kwa sheria, Biblia inasema wamefanyaje? Jamani, situme au wengine hamna Biblia. Mwenye Biblia mkono juu. Aliye na Biblia nyosha mkono. Mbona tuko wengi? Au hatujafika hapo? Hatujafika hapo Eti. Hilo andiko ambalo tumesoma Wagalatia 5:4. Au wengine hamkuliona? Limeandikwaje? Linasemaje?
Hebu tusome tena. Linasemaje? Galatia 5 mstari wa 4. Mmetengwa na Kristo. Mmetengwa na Kristo. Watu gani? Ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria. Ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria. Mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Si mnasikia jamani? Wanaotaka kuhesabiwa haki kwa sheria wameanguka na wametoka kwenye nini? Wametoka kwenye nini? Jamani, mimi ni mwalimu, mimi sio mhubiri. Inabidi twende pamoja. Mwalimu lazima wasiliane na darasa lake. Nataka twende, hii ni participatory method, mbinu shirikishi. Sawa? Mimi siko hapa kuongea tu, nyinyi mnapokea na kuandika tu. Ukiona mahali hujaelewa, nyoosha mkono, uliza swali. Hili ni darasa. Sawa? Mahali umeona pana shida, nyoosha mkono, uliza swali. Tunaelewana? Usije kuuliza nje, uliza hapa. Usije kwenda kuuliza kwa wale wanaotaka kuhesabiwa haki kwa sheria, kwa sababu watakurudisha kwenye sheria, alafu utachanganyikiwa. Watataka wakuhesabie haki kwa nini? Kwa sheria. Sawa? Hata Kristo mwenyewe anashangaa. Soma Wagalatia 1:6. Kuna vitu vingine nataka niwapitisha kwa babu, Wagalatia 1 mstari wa 6. Wagalatia 1:6. Inasemaje? Na staajabu kwa kuwa mmemwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo. Tulia. Ninastaajabu kwa kuwa mmemwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika nini? Neema ya Kristo. Katika neema ya Kristo na kugeuka injili namna nyingine. Na kugeukia injili ya namna nyingine. Asante. Ninastaajabu kwa kuwa mmemwacha upesi namna hii yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Paulo anashangaa. Mmegeukia injili ya namna nyingine ipi? Ndio hiyo injili ya Torati, injili ya michanganyo. Leo madhabahu ya Musa, kesho ya Elia, kesho tunakwenda injili ya Mathayo, kesho kutwa tukirudi huku tunarudi kwenye safina, tukirudi huku tunarudi tena. Ni michanganyo. Leo tukisoma Ufunuo, kesho tunasoma michanganyo, sheria. Sisi tunaelewana vizuri? Amen. Hapa mimi nilikuwa napita tu kwa babu. Nilitaka kujazia pale babu, nilikuwa naanzia babu alipoishia. Kuonyesha kwamba Biblia inasema nini juu ya habari ya nini? Ya kwamba nyinyi sisi ambao wako ndani ya neema hamtawaliwi na dhambi. Sawa? Tunakumbuka? Tumesoma Warumi 6:14. Hamtawaliwi na kama hamtawaliwi na dhambi, maana yake dhambi imekwisha poteza utawala juu yako. Naelewana? Kwa kuwa Mungu yuko ndani. Baba amesema ukianguka ndani ya nyumba yako unakuwa hujatoka nje, unakuwa bado huko ndani, si ndio? Amina. Lakini sio tiketi, neema sio tiketi ya kufanya dhambi. Maana Biblia inasema ole wake aikanyagae damu ya msalaba na kuifanya kuwa si kitu. Oh. Jesus. Na kila atajaye jina la Bwana na uache nini? Wow. Kila atajaye jina la Bwana na uache nini? Wow. Kwa hiyo kuwa katika neema sio tiketi ya kufanya nini? Tunaelewana? Usiseme leo watumishi walikuja wakasema hata ukizini kwani nini? Alichosema babu ni kwamba Yesu Kristo, Roho Mtakatifu hababaishwi na dhambi kwa sababu alikwisha igongomea msalabani. Dhambi haina mamlaka tena juu ya Kristo, na kwa kuwa Kristo yuko ndani yako, dhambi haina mamlaka tena juu yako. Unayo nguvu ya kuishinda, haiwezi kukutawala tena. Tunaelewana hapo? Amina. Unajua kwa nini? Tusome Tito 2. Tito 2:11-12. Oh Jesus. Tito 2:11-12. Asante Yesu. Tito 2:11-12. Yes. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Asante Yesu. Asante Yesu kwa kuwa,
Unarudia kusoma. Kwa maana neema ya Mungu. Kwa maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote. Iwaokoayo wanadamu wote. Imefunuliwa. Nayo yatufundisha. Nayo hiyo neema hiyo. Nayo yatufundisha kukataa ubaya. Kukataa ubaya. Na tamaa za kidunia. Na tamaa za kidunia. Tupate kuishi. Tupate kuishi kwa kiasi. Kwa kiasi. Na haki. Na haki. Na utauwa. Na utauwa. Katika ulimwengu. Katika ulimwengu. Huwa sasa. Huwa sasa. Huwa kwenye ulimwengu huwa sasa, katika neema iliyofunuliwa ituokoayo wote, iliyofunuliwa inatufundisha kukataa uovu wa kila namna. Unaelewana? Inatufundisha kukataa uovu wote, inatufundisha kuishi kwa haki. Kwa hiyo neema sio tiketi ya kufanya uovu. Tunaelewana? Tukisema tuko huru haina maana. Watu wengi wakisikia neema wanaitukana neema. Wanaitukana neema kwa sababu wanarudi kwenye maisha yao ya kale na kwenda kutafuna kupiga dhambi. Mtalitafuta hilo andiko. Wale wake yule akanyagae damu ya msalaba na kuifanya si kitu. Kwa hiyo neema sio tiketi ya kufanya uovu. Tunaelewana? Ila tuko huru. Tunayo nguvu ndani yetu inayotuwezesha kuushinda uovu wote. Tunaelewana? Tunaendelea sasa na somo langu tulilokuwa nalo jana. Tunaendelea nayo leo. Hapa nimefunga mlango kwenye nilikuwa na chokoza kwa babu. Sasa naenda kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa msingi aliyoweka babu umeeleweka, si ndio? Amina. Umeeleweka vizuri eh? Amina. Sawa. Sasa tuende utamaduni wa mbinguni, tunaendelea nao. Balozi wa Kristo, mwana wa ufalme. Oh, haleluya, haleluya. Ninatangaza utamaduni wa nyumbani kwetu na kuwaelezea ndugu zangu ambao ni ndugu zangu katika Kristo. Sote ni wana wa ufalme. Mimi niko nawaeleza kule nyumbani tunaishije. Ninawaeleza nyumbani kwetu mimi na nyie tunapaswa kuishije. Sawa eh? Utamaduni wa wapi? Ambao mimi na wewe ni raia wa wapi? Hebu soma Ufunuo 5:9-10. Halafu tuanzie hapo tuanze kwenda. Soma Ufunuo 5:9-10. Ufunuo 5:9-10. Ufunuo 5:9. Nao waimba wimbo mpya wakisema. Wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu. Wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu. Na kuzifungua muhuri wake. Na kuzifungua muhuri zake. Kwa kuwa ulichinjwa. Ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Endelea. Mstari wa 10. Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Malizia mwishoni. Nao wanamiliki juu ya nchi. Mimi na wewe tunamiliki juu ya nchi. Oh, haleluya, haleluya. Biblia inasema mimi na wewe tunamiliki juu ya nini? Kristo alikubali kuchinjwa, akamnunulia Baba watu wa kila kabila, kila lugha, kila taifa, akatufanya kuwa makuhani na wafalme. Nao wanamiliki juu ya nchi. Ukisoma Yohana 1:12 inasema wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika kuwa wana wa Mungu, nao ndio wale waliaminio jina lake, ambao ni mimi na wewe. Sisi ni wana wa Mungu. Niko hapa kukueleza habari ya utamaduni wa nyumbani kwetu, mimi na wewe. Ninakusimulia utamaduni wa nyumbani kwetu, jinsi tunavyopaswa kuenenda na kuishi. Amina. Utamaduni wa mbinguni. Amina. Jana tuliona juu ya afya. Tunakumbuka eh? Tunakumbuka vizuri? Tuliona juu ya afya eh? Yes, uponyaji, kwa maana ya uponyaji na miujiza, ambayo ni kipo kwenye kigezo cha afya njema, kwamba afya njema ni haki yetu. Ndio maana Mungu anatuponya, si ndio?
Anatuponya kwa sababu anahitaji kutumia miili yetu. Umeelewana? Kwa hiyo kama anahitaji kutumia miili yetu, ni haki yetu kufanywaje? Anatuponya, sio anatuponya tujisikie vizuri, anatuponya ili yeye autumie mwili wetu. Mpaka hapo tunaelewana eh? Leo tunakwenda kwenye kusifu na kushukuru. Leo tunakwenda kusifu na kushukuru. Katika utamaduni wa nyumbani, kusifu na kushukuru, sifa na shukurani ni sehemu muhimu ya utamaduni wa kwetu mbinguni. Ni sehemu muhimu ya utamaduni wa kwetu mbinguni. Sasa hebu tuanzie zama za mawe, tuone mambo yalivyokuwa. Soma Zaburi ya 100. Moja kati ya zaburi fupi kabisa. Mwimba zaburi alifahamu hii siri mapema. Mungu alimfungulia hii siri mapema. Ndio maana zaburi ni wimbo. Zaburi ile yote unasoma kitabu kile, zaburi ni nyimbo zile. Zile ni nyimbo ambazo zinaeleza hofu, hisia, alikuwa anatoa halisia wake. Hebu soma Zaburi ya 100, zaburi fupi kabisa. Soma Zaburi ya 100, ina mistari michache. Biblia inasema, mfanyieni Bwana shangwe. Mfanyieni Bwana shangwe. Dunia yote. Dunia yote. Mtumikieni Bwana kwa furaha. Mtumikieni Bwana kwa furaha. Njooni mbele zake kwa kuimba. Njooni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu. Ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake. Ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake. Tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Na kondoo wa malisho yake. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Nywani mwake kwa kusifu. Nywani mwake kwa kusifu. Mshukuruni. Mshukuruni. Lihimidini jina lake. Lihimidini jina lake. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema. Imeisha. Rehema zake ni za milele. Rehema zake ni za milele. Na uaminifu wake ni vizazi na vizazi. Asante. Ukisoma hiyo zaburi utaona maneno mawili, sifa, kushukuru, sifa, shukuru, sifa, shukuru. Imekamilisha zaburi ya 100 yote. Anasema njooni nywani mwake kwa kusifu. Anasema mshukuruni, muhimidini. Yaani ni sifa na kushukuru, sifa, kushukuru, sifa, kushukuru. Sifa na kushukuru ni moja ya utamaduni muhimu wa mbinguni. Sifa na shukurani ni moja ya utamaduni muhimu wa mbinguni. Na Mungu amesema nini? Hebu soma tena Zaburi ya 50 mstari wa 23. Na tunaanza kwanza kule zile zama za mawe, uone Mungu alikuwa anasema nini na watu wake. Tuanzie huko alafu nikulete upande wa pili. Zaburi ya 50 mstari wa 23. Naam. Atoaye dhabihu za kushukuru. Ndiye anayenitukuza. Achia hapo tu. Nitaka hilo atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Sisi tunasikia? Amina. Mungu anasema tangu zama za mawe, anasema anayemtukuza ni yule anayetoa shukurani. Tunaelewana? Anayemtukuza ni yule anayetoa shukurani. Unajua kwa nini? Kwa sababu kiini cha shukurani ni sifa. Kiini cha shukurani ni sifa. Mtu anayeshukuru ni yule anayejaa sifa, na aliyejaa sifa amejaa shukurani. Mtu akikushukuru kwamba Bwana asante, anasema asante kwa sababu kuna jambo jema ulilomfanyia, si ndio? Manake kuna sifa njema uliyoifanya. Asante kwa sababu umemwokoa mwanangu. Asante kwa sababu umemlipia ada. Asante kwa sababu umezima nyumba yangu ilikuwa inawaka umeme, si ndio? Asante kwa sababu umenisaidia jambo fulani, si ndio? Tunashukuru kwa sababu kuna wema uliofanyika, si ndio? Kwa hiyo anayeshukuru, nyuma ya shukurani kuna sifa. Kuna kiini cha shukurani ni sifa. Na mtu pekee anayesifu ni yule aliyejaa shukurani. Unanielewa? Na tunajua Mungu anaketi katikati ya sifa. Ndio maana anasema wanaonitukuza ni wale wanaotoa dhabihu za shukurani. Kwa sababu anayeshukuru siku zote amejaa sifa. Kwa sababu anashukuru kwa sababu ya sifa alizotendewa. Tunaelewana? Mambo makuu aliyotendewa. Sawa? Ndio maana anafanyaje? Anashukuru. Sawa? Sasa hebu tutoke hapo sasa tuvuke upande wa pili. Hebu tuanze tukasome
Efeso 1:12. Efeso 1:12. Naam. Nasi katika huyo tupate kuwa sifa. Nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake. Ya utukufu wake. Sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Asante. Katika huyo Kristo sisi tupate kuwa sifa ya utukufu. Yaani mimi na wewe tupate kuwa sifa. Mungu ametufanya yaani tufanyike sifa kwa Mungu. Mimi na wewe tufanyike sifa. Oh, hujaelewa. Soma Waebrania 13:15. Inawezekana hujaelewa vizuri. Oh, Jesus. Waebrania 13:15. Biblia inasema, basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima. Yaani tunda la midomo iliungamayo jina lake. Rudia tena. Naomba usikilize hatua kwa hatua alafu twende pamoja. Basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima. Subiri hapo. Kwa njia yake Kristo alipotukomboa kwamba sisi tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima. Maana yake kila siku turudishe tumpe Mungu sadaka ya sifa zetu. Sifa ni sehemu nzuri ya sadaka. Tunaelewana eh? Tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, sio siku moja, sio wakati wa kusifu ibadani, sio wakati wa kuimba mapambio tu hapa. Kipindi cha sifa kimeishia hapo. Kipindi cha sifa ni maisha, ni daima. Tumpe Mungu sifa nini? Daima. Tunaelewana? Amen. Hapo hizo sifa tuzitoe kwa nini? Kupitia nini? Malizia mstari unaofuata. Malizia. Yaani tunda la midomo. Tunda la nini? La midomo imuungamayo nani? Iliungamayo jina lake. Midomo iliyomkiri Kristo impe Mungu, ifanyike kuwa sifa, impe Mungu dhabihu ya sifa daima. Midomo iliyoungama jina la Kristo impe Mungu dhabihu za sifa daima. Si unanielewa? Amen. Maana utaratibu wa kumsifu Mungu ni utaratibu wa milele na milele. Ni utaratibu wa mwana wa Mungu. Sio habari ya vipindi kadha wa kadha. Eti masomo mawili ya sifa. Tukitoka kanisani sifa zimeisha. Maisha yanaendelea. Kipindi cha sifa kimeishia hapa leo. Kipindi cha sifa kinaendelea mioyoni mwetu. Amina. Tunaendelea na kipindi kingine, lakini ndani ya mioyo yetu sifa inaendelea. Tunapaswa kumpa Mungu sifa wakati wote, kwa sababu Mungu wetu anaketi katikati ya sifa na amejaa sifa. Sio neighbor, umejawa sifa Bwana, wewe ndiwe Mungu mkuu, umejawa sifa. Au mnaimba tu, hamaanishi kutoka ndani. Hamaanishi kutoka ndani kwamba Mungu amejawa. Na ukijawa sifa muda wote, ukijawa sifa, unajua kinachotokea? Ukijawa sifa muda wote, ukijawa sifa inatokea kwa Filipi 4:4. Ukijawa sifa muda wote inatokea kwa Filipi 4:4. Inasema furahini katika Bwana siku zote. Nasema tena. Burudani na nini? Burudani na sanaa. Aliitwa. Sijasema anaitwa. Nimesema aliitwa Luciferi. Aliitwa nani? Luciferi. Lucifer. Sawa eh? Huyu Lucifer yeye alikuwa waziri wa burudani na sanaa. Aliongoza uimbaji, aliongoza kusifu mbinguni. Alikuwa Biblia ukisoma ukifuatilia vizuri wanatheolojia wanasema alikuwa ana kii, mwili wake una kii 88 sawa na kii za kinanda.
kwamba nota zake akipanga, anaweza kuimba kwa zile octave, zile nota 12 ambazo mwanadamu aliyeweza kuimba sana mpaka sasa amejitahidi, amefika nota 10. Nyimbo nyingi tunazoimba zimepangwa kwenye kati ya nota 5 mpaka 7. Kuna wanadamu kama 2 watatu ambao wameweza kuimba mpaka nota 10. Lakini Lucifer alikuwa anaimba nota 12. Lucifer alikuwa na key 88 kwenye mwili wake. Alikuwa akiongoza safu ya sifa pale. Ikipigwa sifa mbinguni, utukufu wa Mungu unashuka unaifunika mbingu. Sasa shida ikatokea. Na hii shida inawakuta hata waimbaji. Kwa sababu alikuwa akiongoza sifa pale, utukufu wa Mungu unashuka. Watu wakipiga makofi kule, jeshi la mbinguni likipiga makofi na kumtukuza Mungu, anafikiri na yeye anatukuzwa. Kumbe anatukuzwa aliye nyuma yake kule kwenye kiti cha enzi. Anafikiri na yeye anatukuzwa. Waimbaji akiimba ka sauti ka kwanza leo vizuri na kesho ka pili wakamsifu, anafikiri anatukuzwa yeye. Kumbe anatukuzwa aliye ndani yake, aliyempa kipawa, alafu yeye hajui. Anafikiri ni yeye anatukuzwa, anaanza kujiinua. Watanisubiri tu mazoezi, watafanyaje? Akipiga kwa kinanda siku 2 akaona ameweza, kesho kwenye kinanda mnaanza kumtafuta. Uko wapi? Niko huku na mishe zangu bwana. Hicho kinanda kila siku hata posho hamna. Sio shida. Shida ni muasisi wa hiyo kazi. Aliyekuwa waziri wa hiyo kazi, Lucifer, alijawa kiburi, na hapa ndipo inakuja kitu kinaitwa nguvu ya muziki. Hakuna zana yoyote yenye nguvu kufundishia kama muziki duniani nzima. Ndio maana watoto wa chekechea wanapoanza shule hawafundishwi kingine, wanakwenda kuimba. Asiyejua kusoma ni mjinga kabisa. Ukitaka wakalili ABCD, A B C D E F G I J K L M N O P O S O T O I V W X A B C D. Wanaimba watoto. Kwa nini? Tunakumbuka tunayoimba kuliko tunayoyasikia. Tunakumbuka tunayoimba kuliko tunayoyaandika. Tumeelewana vizuri? Muziki una nguvu. Muziki unateka fikra. Ndio maana ukitaka kuharibu dunia, weka ujumbe kwenye muziki. Leo watu wako huko kanisani, wameokoka, wanampenda Yesu. Ringtone zao ni chizi karogwa tena, chizi karogwa tena. Ndio kuna wamekaa kufikiria kabisa hivyo, chizi karogwa tena, chizi karogwa tena. Bwana Yesu akusaidie sana. Sasa muziki una nini? Una nguvu kwa sababu unateka fikra. Sawa? Yule waziri wa sanaa na burudani mbinguni alipopata kiburi akajiinua, Mungu akamfukuza. Kuna mtu akafukuzwa kazi mbinguni, na baadhi ya wanakwaya wake aliokuwa anaimba nao, waliokuwa wanajiona wana sauti nzuri, wanajifanya na nyao pale, si sauti ya kwanza ya pili, wanasema huyu kwaya master wetu ndio huyu ukivunja hii kwaya tunaondoka naye. Mungu akasema funga milango wewe na hao makwaya master wako na hao chini. Wakafukuzwa kazi. Unaona? Baada ya kufukuzwa kazi, Baba akasema ninawatafuta waabudu halisi watakaoweza kuniabudu katika roho na nini? Na kwa sababu ninao wanangu niliowanunua kwa damu ya thamani, nimewafanya makuhani na wafalme, wanaweza kuniimbia na kunisifu kwa nota nyingi kuliko wewe. Anasema ninao wanangu mamilioni kwa mamilioni ambao wakiimba, kila mmoja akiimba nota moja ni zaidi ya nota 12. Kila mmoja akiimba nota moja, akiweka kii moja ya sauti ni zaidi ya kii 88. Kwa hiyo watoto wangu niliowakomboa kwa damu ya thamani, sio kwa vitu vinavyoharibika, wanaweza kunisifu na kuniabudu na kunitukuza asubuhi mpaka jioni. Ndio maana kazi iliyoko mbinguni ni moja tu, kusifu na kuabudu, kwa sababu aliyeajiriwa alifukuzwa, na hiyo kazi ni ya mimi na wewe. Tumeajiriwa, imetangazwa ajira mbinguni. Nani yuko tayari?
Nani yuko tayari? Nani yuko tayari? Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mbingu inafurahi, mbingu inafurahi, mbingu inafurahi kwa sababu wana wa Mungu wako tayari kumsifu. Na ndio maana shetani akiona unamsifu Mungu anachukia, kwa sababu akiangalia anasema lile pale limeenda kuchukua kazi yangu. Yesu kafukuzwa. Ndio maana kwenye kwaya na kwenye sifa shetani anawapiga sana, anajiingiza kule uzinzi, machungu, nini, vikundi visambaratike, kwa sababu anaona wivu kwamba mnafanya kazi yake aliyofukuzwa. Unaona? Amen. Ndio maana amewekeza nguvu kubwa kwenye muziki. Muziki leo watu wakinyoa viduku ndio staili za dunia. Watu wakivaa vilegezo ndio staili za dunia. Kwa nini? Muziki una nguvu ya kuteka fikra. Unaelewa? Ukitaka watu walie, piga nyimbo za kuabudu hapa hata 5. Utaona machozi yanatiririka yenyewe. Kwa nini? Fikra zimetekwa. Fikra anaanza kutafakari kuwa Mungu anaona msalaba, anajisikia, unasikia mtu anakwenda ulimwengu mwingine. Muziki unateka. Hasa kazi iliyoko mbinguni, kazi ya watoto wa Mungu ni kusifu, na ndio kazi iliyoko kule. Na yoyote anayejua kusifu vizuri ni yule aliyejaa shukrani. Kwa sababu huwezi kusifu mtu aliyekufanyia mabaya. Unaweza kumsifia wewe? Mtu aliyekufanyia mabaya unamsifia? Unamsifu aliyefanya? Na kama akafanya mazuri, maana yake katikati ya sifa zako iko shukrani. Tunaona? Ndio maana leo maombi makuu yenye nguvu sio kufunga na kusema Baba nipe nyumba, Baba nipe ada, Baba nipe mume, Baba nipe watoto. Alikwisha kufa kwa umasikini wake ili wewe uwe tajiri. Utajiri ni haki yako, alikwisha kufa. Vyote hakuna unachomdai, alikwisha viachilia pale msalabani. Vyote alikwisha kupatia. Kazi kubwa ya kwako wewe. Kazi kubwa ya kwako wewe. Sasa hivi maombi yenye nguvu, yenye majibu ya papo kwa papo ni maombi ya sifa na shukrani. Funga msifu Mungu na kumshukuru na kuomba jibu. Sio unafunga siku 21, Baba nataka nyumba. Baba mume. Wapi? Alikwisha kupa yote. Ukisifu kwa Mungu na kushukuru kwa kazi ya msalaba, ulikwisha gongomea maskini wangu msalabani. Asante kwa uchumi imara ambao sasa Bwana anakwenda kuudhihirisha katika mwili. Asante kwa kuwa umefanya makuu. Asante kwa sababu una afya njema. Asante, unamtukuza Mungu. Mungu akiwa kwenye kiti cha enzi anasema, ni nani huyo mwanangu? Anapelekea pale anasema, mtakatifu aliyeko pale EGT. Anasema mpele. Kwa sababu yeye anajua haja za moyo wako kabla hujao. Kwa sababu anakaa ndani. Ni nani ajuaye siri za mwili ila Roho aliye ndani? Ni nani ajuaye siri za mbingu ila Roho wa? Na yeye anatuombea kwa kuugua kusipoweza kutamki. Na vile vile Kristo anatuombea kila siku, kila saa. Anaomba kwa ajili yetu. Yeye ndiye mwombezi. Kazi yetu ni kumshukuru anayetuombea. Kazi yetu ni kumshukuru kwa kazi aliyofanya. Kazi yetu ni kumshukuru kwa kutuokoa. Kazi yetu ni kumpa sifa jinsi alivyotukuka, alivyo mwema. Ndio kazi wanafanya malaika, ndio kazi wanafanya makerubi, ndio kazi wanafanya mashauri. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mbinguni watu wanainama, wanasujudi, wanasema wastahili, wastahili, wastahili. Wazee 24 wanainama, wanasema wastahili. Ndio kazi tunapaswa kufanya duniani. Maombi pekee yenye majibu ya haraka yasiyohitaji. Hebu nikwambie, unataka Mungu afanye, usihangaike. Utamaduni wa sifa na kushukuru ni utamaduni muhimu mbinguni. Sisi hatuendi kufunga ili tuombe tumshurutishe Mungu atupe. Huwezi kufunga Mungu akupe ambacho ameshakupa. Amen. Unaelewana? Hakuna unachomdai Mungu, vyote amekwisha fanyaje? Shida ni hapa, ufahamu hakuna. Watu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa tu huna, lakini vyote Mungu alikwisha kupa.